unapoizungumzia Young Africans kwa sasa huwezi kuacha kutaja jina la nyota Pacome Pedro Zouzoua, wengi wanamuita profesa. Nyota huyu wa Young Africans, je, takwimu zake katika michuano ya CAF zipoje? Amecheza katika michezo jumla michezo 24, amefunga magoli 7, ametoa assist mara 2, lakini kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika amecheza michezo 15 akiwa ametoa assist mara 1. Huyu ni Pacome Pedro Zouzoua. Naweza kusema kwamba Young Africans ipo mabegani mwake. Hiera, mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kawa na faida kubwa kwenye klabu ya Yanga kwa sababu ya kwanza namba ambazo zinaonekana ambazo amezitoa kwenye klabu, magoli 7, assist 2 kwenye ligi ya mabingwa, ukiachilia mbali kwenye hicho ambacho amekifanya kwenye kombe la shirikisho. Kwa nini ligi ya mabingwa naizungumza zaidi? Kwa sababu ndio mashindano ambayo recently Yanga wanakwenda kucheza. Wapo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ambako hizi namba utatamani ziongezeke zaidi ama zipande zaidi kuweza kucement kile ambacho amekifanya kwenye eneo la takwimu za kwake ambazo zitakuwa zinaendelea kumpa credit zaidi na kumpa value kubwa zaidi kwenye soko la ushindani. Ukiachilia mbali kwenye eneo la namba ambazo ameziproduce akiwa kwenye ligi ya mabingwa, nafikiri unatakiwa kuangalia pia tabia zake za kiuchezaji na mchango ambao huwa anaotoa kipindi ambacho anakuwa uwanjani kwenye eneo la kiufundi pamoja na kimbinu, lakini pia kwenye eneo lake binafsi kile ambacho anaweza akakuofa akiwa kwenye mechi ya mpira miguu. Kuwa na mchezaji ambaye anaweza akakuofa kwenye vitu vyote viwili kwenye mechi inaweza ikawa ni kitu ambacho kinakuwa ni bora zaidi. Vitu viwili kwa maana ya ukienda kwenye eneo la kimbinu anaweza akawa na kusaidia kwenye kuona jinsi gani ambavyo mnaweza kukamilisha mpango wenu wa kimbinu kwenye kiwanja. Inaweza kuwa ni moja kati ya jambo ambalo linaweza nikawa ni bora sana. Ukimwangalia Pacome kwenye majukumu ambayo anapewa kimbinu kwenye kiwanja, unaweza kuona ufanisi ambao anakuwa nao, hasa akiwa anaunganisha na jinsi ambavyo staili yake ya kucheza inaweza ikacombine kwenye staili ya kucheza na jinsi ambavyo anaweza kutimiza mpango wa kimbinu kwenye kucheza. Kwa mfano, kuna nyakati ambazo Yanga anaweza kawa wanatumia upande wake kama sehemu ya kuoverload wapinzani. Pacome anaweza akaenda kuwavuta watu kwenye upande wake, wakisha ingia tu kwenye mtego kukaa kwenye upande wake, haraka anaweza kana maamuzi ya kuwafanya wale ambao wameenda kuzuia kwenye eneo ambalo Yanga wameoverload wapate faida kwenye upande wa pili ambao kutakuwa kuna namba kubwa ya wachezaji ambao wanaenda kuzuia. Lakini Pacome pia kwa staili yake ya kucheza unaweza kumuona ni mmoja kati ya wachezaji ambao kwenye zile technique binafsi za kiuchezaji, uwezo wa kufanya dribbling, uwezo wa kupiga pasi, uwezo wa kushoot, vile vitu binafsi ambavyo anaweza kufanya kwenye 1v1, yani ikatokea situation kwamba nimekutana na mlinzi mmoja kama hii au nikakutana na walinzi wawili ambao anaenda kunizuia, yeye anaweza akakupa kitu ambacho pengine hakiwezi kufanywa na wachezaji wengi ambao wako ndani ya timu. Of which ukiwa na mchezaji wa namna hii, maana yake ni kwamba katika siku ambayo utahitaji atimize mpango wa kimbinu kwenye kucheza, kwamba tutaenda kutumia upande wako kama sehemu ya kuweza kuoverload pinzani, hiyo ndio hiyo mbinu yetu, bado anaweza kukupa faida. Lakini ukihitaji sasa aweze kuonesha uwezo wake binafsi yeye mwenyewe, akupe zile techniques ambazo yeye yuko nazo kwa ajili ya kuisaidia timu kupata matokeo mazuri, bado pia anaweza kukupa hicho kitu kwenye mechi ya mpira miguu. Kwa hiyo hilo linabakia kuwa ni moja kati ya jambo muhimu ambalo yeye huwa analitoa na inaweza ikaisaidia timu kiasi ambacho hata wapinzani wanavyoenda kucheza ile Young Africans katika kufanya pre-analysis kuelekea kwenye mechi ambayo inafuata, wakati watakuwa wanaangalia timu kwa ujumla kama inaenda kukabiliana na Young Africans, ndani sasa unaanza kushuka taratibu, unaenda kuangalia ni nani ambao ana madhara zaidi kwenye timu. Nafikiri jina la Pacome inaweza kuwa ni moja kati ya top names ambazo zinatakiwa kuanza kufanywa kazi.